Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa Mungu, tuna kila sababu ya kuendelea kusema sifa kwa Mungu wetu, kwa kuwa ndiye atupaye neema na kibali kile itwapo leo. Tuna kila sababu ya kusema asante tena asubuhi ya leo, kwa kuwa ametupa tena kuyaona mapambazuko ya siku ya leo. Haijalishi mazingira tulionayo, haijalishi hali tulionayo, lakini ili mradi Mungu ameona vyema tena tuamke asubuhi ya leo, tusemezane ni kwa nguvu na kwa neema yake ndio maana tumepata kuyaona mapambazuko haya. Hivyo tuna kila sababu ya kusema asante kwa Mungu wetu, na mengine yote atatenda kwa sababu ana kusudi na maisha yetu. Baada ya kusema hayo, twende moja kwa moja kwenye andiko letu la msingi litakalotuingiza kwenye tafakari ya asubuhi ya leo. Andiko letu linapatikana kwenye Injili kama alivyoandika Yohana, ile sura ya 12 na mstari wa 10 hadi 11. Injili kama ilivyoandikwa na mtakatifu Yohana, sura ni ya 12 mstari wa 10 hadi 11. Neno la Mungu linasema, nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro, naye maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Tunakushukuru Mungu wetu, wewe utupaye neema, unayetulinda na kutupigania kila itwapo leo. Mtetezi wa maisha yetu ni wewe, hatuna mwingine, tunayemtegemea ni wewe. Acha neno lako lipate nafasi ndani ya mioyo yetu, litufariji, litujenge, lituimarishe katika kuyashuhudia matendo yako makuu. Tuwe mashuhuda wa kweli, wasiotishwa wala kuogopeshwa na mateso, kwa sababu wewe ni Mungu unayetupigania. Acha neno lako lipate nafasi ndani ya maisha yetu, ili lipate kuwa msingi wa sisi kusimamia. Kwa utukufu wa jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Tafakari yetu ya asubuhi ya leo inabeba kichwa kinachosema mateso yatokanayo na ushuhuda wa Kristo. Mateso yatokanayo na ushuhuda wa Kristo. Tunaposema juu ya ushuhuda wa Kristo, kwanza neno kushuhudia ina maana mbili. Ushuhuda una maana mbili. Tunaposema juu ya ushuhuda, maana ya kwanza ya neno ushuhuda ni kuwaambia wengine, kusimama mbele ya wengine na kuwaambia kile ambacho kilichokutokea au kilichomtokea mtu mwingine, wewe ukiwa shahidi, au kile ambacho ulichosimuliwa juu ya mtu mwingine. Hicho kinaitwa ushuhuda. Kuna kile ambacho kilikutokea au kilimtokea mtu mwingine au ulichosumuliwa juu ya mtu mwingine. Unaposimama na kuwaambia wengine, hapo unasema kwamba unashuhudia. Hiyo ni maana moja ya neno kushuhudia. Lakini pia neno kushuhudia ni kutangaza habari njema za ufalme wa Mungu, kutangaza habari za Yesu, kutangaza au kuhubiri. Unakwenda mitaani kwa watu mbalimbali, unakwenda unawaambia habari za Yesu. Hilo nalo linaitwa kushuhudia. Ndo Kiswahili wanasema kwamba mtu anakwenda anafanya
ushuhuda wa nyumba kwa nyumba. Ina maana kwamba unakwenda unahubiri nyumba kwa nyumba. Sasa tunaongelea juu ya mateso yanayotokana na ushuhuda wa Kristo. Kwa hiyo kuna mateso ambayo yanapatikana katika njia zote mbili za ushuhuda. Mahala tuliposoma katika Injili ya Yohana ile sura ya 12 na mstari wa 10 hadi 11, ukiwa na muda unaweza kuanza mstari wa kwanza. Ni habari za Lazaro. Ukisoma sura ya 11 inasema juu ya mauti, kufa kwa Lazaro na alivyofufuliwa na Kristo. Lakini kwenye sura ya 12 inaongelea juu ya maisha ya Lazaro baada ya kufufuliwa. Na hiyo ndiyo tunachoona sasa, mateso ambayo Lazaro aliyapata baada ya ushuhuda wa Kristo. Yaani maisha yake ya kufufuliwa yalifanya yeye kuwa ushuhuda, kwa sababu watu walitoka kona mbalimbali ili kuja kumuona Lazaro aliyefufuliwa. Yeye akawa ushuhuda wa matendo makuu ya Mungu. Sasa watu wanapokuja na wakamuona yu hai, wanaongea naye, wanakula pamoja naye, wanasema kweli huyu Yesu ni mwana wa Mungu. Huyu Yesu ndiye njia ya kweli ya kufuata, kwa sababu matendo anayoyatenda tunayashuhudia kwa macho yetu, tunayagusa kwa mikono yetu, tunayasikia kwa masikio yetu. Huyu ndiye anayestahili kuaminiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tuliposoma kwenye mstari wa 10 hadi 11, baada ya ushuhuda huo, baada ya Lazaro kufanyika kuwa ushuhuda, alianza kupata changamoto kutoka kwa makuhani, kwa sababu walianza kupoteza watu wao. Watu walianza kuondoka kwenye masinagogi na kuona kwamba wanapoteza muda na kumfuata Yesu. Sasa walipoanza kumfuata Yesu, kwa sababu waliona ushuhuda wa ndugu Lazaro, inawezekana hata wale waliomzunguka walimuuliza maswali, na wengine kwa kuamini pengine hawakumuuliza yeye maswali, walienda kwa ndugu zake wakauliza, kweli huyu ndo yule kaka yenu, yule ambaye tulisikia habari zake alikufa na mkazika kabisa? Na wengine kwa sababu walikuwa majirani, walihudhuria mpaka matanga, walihudhuria kwenye msiba, na walikuwa mashuhuda wa kwenda kuzika. Lakini wakashangaa tena, wanamwona, wakaamini. Ushuhuda wa Lazaro ukawa mkubwa na ukawaleta watu wengi kwa Kristo. Lakini mateso yaliyotokana na ushuhuda huo sasa ni kwamba wakuu wa makuhani wakafanya kikao, wakasema, hapana, huyu Lazaro hastahili kuendelea kuishi, kwa sababu akiendelea kuishi watu wetu wote wataondoka. Wakafanya shauri, wakachukua uamuzi, wakasema huyu ni lazima auawe. Yeye sio wa kuishi. Sawa, alifufuliwa, sawa, Yesu bado yupo, sawa, lakini huyu hatakiwi kuendelea kuishi ili ushuhuda huu upotee. Uamuzi huo haukuchukuliwa kwa sababu Lazaro alitenda dhambi wala alikuwa mhalifu, lakini ili ushuhuda wa Kristo upotee ni lazima auawe. Yako mambo mengi yanayotokea kwenye maisha yetu kwa sababu tunamshuhudia Kristo. Hivyo ni lazima utambue kwamba yako mateso ambayo utakayokutana nayo wakati unamshuhudia Kristo, lakini hayo yasikufanye urudi nyuma,
yasikufanye ukatishwe tamaa, yasikufanye uache kumshuhudia Kristo, kwa sababu unapomshuhudia Kristo unajenga mahusiano na Kristo, unawafanya watu watoke katika utumwa wa dhambi na wawe huru, na hivyo una thawabu kwa Mungu kwa sababu ya ushuhuda huo. Ni kweli yako mateso na mengi yatainuka juu yako kwa sababu unamshuhudia Kristo. Ukisoma Matendo ya Mitume utaona habari za ndugu Stefano, mateso aliyokutana nayo kwa sababu ya kushuhudia Kristo. Biblia inasema kwamba hadi Wayahudi wakasaga meno, wakamwondoa kwa hasira mpaka nje ya mji, na wakampiga kwa mawe hadi kufa. Kwa hiyo yako mateso yatokanayo na kumshuhudia Kristo, lakini hayo ndiyo yanayoimarisha na kuonyesha upendo wetu kwa Kristo. Tunapoyastahimili hayo mateso, tunaonyesha upendo wetu kwa Kristo na ushirika wetu ulioimara pamoja na Kristo, naye Kristo anakuwa anafurahia pale tunapoteswa kwa ajili yake, kwa kuwa yeye mwenyewe alijitoa nafsi yake akakubali mateso ili sisi tupate kuokolewa. Na yako mateso ambayo tutakutana nayo kwa sababu tumesimama katika kweli, kuambia watu kweli ya Mungu, ushuhuda unaotokana na lile ambalo Mungu amelitenda, kwa sababu wengi watatamani wapate utukufu wao badala ya Kristo kupata utukufu. Ndio maana ukisoma ile Yohana hapo tuliposoma sura ya 12, ukisoma mstari ule wa 42 hadi 43, ni kwamba wako Mafarisayo na waandishi ambao waliamini zile kazi za Kristo, waliamini maneno ya Kristo, lakini waliogopa kushuhudia kwa sababu waliogopa kutengwa, kwamba tukijulikana tunamwamini mtu huyu tutatengwa. Na kwa sababu wao walitamani utukufu kuliko kumshuhudia Kristo, ikawa ole kwao. Usiwe mtu ambaye unamwamini Kristo, lakini kwa sababu ya mateso ya ushuhuda, ya kushuhudia Kristo, unaogopa na kuacha kumshuhudia Kristo. Ulimwengu hautamani tumshuhudie Kristo, ndiyo maana yako mateso tunapomshuhudia Kristo. Na ni heri upate mateso katika kumshuhudia Kristo kuliko kuogopa ili upate utukufu, kwa sababu pamoja na utukufu utakaoupata utapotea wewe na utukufu wako. Tusome ule mstari wa 43, hiyo Yohana 12, unasema, kwa maana walipenda utukufu wa wanadamu kuliko utukufu wa Mungu. Tunapomshuhudia Kristo na kupata mateso kwa ajili ya kumshuhudia Kristo, hatupati utukufu kwa wanadamu. Tutadharauliwa na wanadamu, tutaonekana kwamba hatufai, tutaonekana kwamba hatuna akili, tutaonekana kwamba hatufikiri vizuri, lakini tutatukuzwa na Mungu. Mungu hatatutukuza, na ni heri kupata utukufu kwa Mungu kuliko kupata utukufu wa wanadamu, kwa sababu utukufu wa wanadamu ni wa muda kitambo, lakini unakupoteza. Lakini tunapopata utukufu kwa Mungu, unayaokoa maisha yetu, tunakuwa na utukufu milele. Stefano akasema, Baba, uwasamehe hawa kwa sababu hawajui wanalolitenda. Akaiona mbingu imefungwa, akaona utukufu alivyotukuzwa mbinguni, kwa sababu mbingu ilifunguka kwa ajili yake. Wanaoteswa kwa ajili ya Kristo, mbingu inakuwa wazi kwa ajili yao.
anatukuzwa na Mungu kwa sababu Mungu anajivunia wale wanaokubali kuteseka kwa ajili yake. Katika siku tulizo nazo, watu wengi hawapendi kumshuhudia Kristo kwa sababu wanajua yako mateso yanayotokana na kumshuhudia Kristo. Hivyo utamani kuonekana kwamba wao ni watu wa kawaida. Ninaposema watu wa kawaida ni kwamba anataka awafurahishe watu, aonekane kwa watu yu mtu ambaye anafanana nao. Lakini mpendwa wangu, tunapomwamini Kristo tunajitenga na ulimwengu. Si kwamba tutaondoka ulimwenguni, lakini tunajitenga na matendo ya ulimwengu, tunajitenga na tabia za ulimwengu, tunajitenga na mapenzi ya ulimwengu. Sisi licha ya kwamba tunaishi ulimwenguni, lakini si wa ulimwengu huu, kwa sababu tabia zetu, matendo yetu, mienendo yetu, usemi wetu unatakiwa ufanane na yule Kristo ambaye tumemwamini. Na kwa sababu hiyo ulimwengu utatuona kuwa maadui, kwa sababu neno la Mungu linasema kwamba ukiwa rafiki wa ulimwengu unakuwa adui wa Mungu, na vivyo hivyo ukiwa rafiki wa Mungu unakuwa adui wa ulimwengu. Na kwa sababu umekuwa adui wa ulimwengu, yako mateso ambayo ulimwengu utainua juu yako. Hivyo yanapoinuka mateso hayo, si kwamba Mungu amekuokoa ili uteseke, bali Mungu amekuokoa ili uondoke katika mateso ya dhambi na upate utukufu unaodumu milele. Wanaotukuzwa kwa ajili ya dhambi wanayo mateso ya milele. Wanaopokea utukufu kwa sababu wamefanya yanayofurahisha ulimwengu wanakuwa maadui wa Mungu, na ni ole sana kuwa adui wa Mungu. Ni bora uwe adui wa ulimwengu, kwa sababu utakuwa rafiki wa Mungu na katika umilele utaishi pamoja naye. Stefano alipigwa kwa mawe kwa siku moja na akauawa, lakini amepokea utukufu wa milele. Wako wengi waliokatwa kwa panga. Yakobo alichinjwa, lakini unaposoma Ufunuo, neno la Mungu linasema wale waliomwagwa damu yao, waliokatwa shingo zao, roho zao zinaomba kisasi kwa Mungu, na wamevalishwa mavazi meupe, na Mungu anasema msubiri, kisasi chenu kipo, kwa sababu walitukuzwa na Mungu. Yako mateso utakayoyapokea kwa sababu ya kushuhudia matendo makuu ya Mungu, kushuhudia haki ya Mungu, katika kusimamia kweli ya Mungu. Yako mateso utakayoyapokea ambayo yatakunyima utukufu wa wanadamu, lakini utapata utukufu kwa Mungu. Ingekuwa heri, mpendwa wangu, ndugu yangu, usimame upande wa Mungu ukishuhudia yale yaliyo makuu ya Mungu, ili upate utukufu wa Mungu badala ya utukufu wa wanadamu. Ukisoma Yohana ile sura ya 9, sura ya 9 ni habari za yule mtu aliyezaliwa kipofu na akaponywa na Yesu. Lakini Wayahudi wakatamani kwamba asishuhudie Kristo. Alipowaambia kwamba aliyemponya ni Kristo, wao wakasema asishuhudie Kristo. Na wazazi wake walipoitwa, kwa sababu waliogopa kutengwa, wakatamani utukufu wa wanadamu, wakasema, walipoulizwa huyu ni mwanenu, wakajibu, kweli tunajua ni mtoto wetu na alizaliwa ni kipofu, lakini alivyopona hatujui. Wakakataa kumshuhudia Kristo ndiye aliyemponya mtoto wao, ili wasitengwe na wanadamu, ili wasitengwe na sinagogi. Ukisoma mstari wa 21 na 22, lakini yule aliyeponywa hakuogopa kutengwa na wanadamu, akasema,
Mengi mnayoyasema juu yake, mimi hayo siyajui. Ninachokijua ni jambo moja, kwamba yule mtu alikuwa mwenye dhambi sijui. Yote mtakayoyasema juu yake mimi sijui. Ninachokijua, nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Lakini jambo lingine ninalolijua na nyinyi mnalijua, kwamba sijawahi kusikia mwenye dhambi akifanya mambo makuu kama haya aliyoyafanya kwangu. Aliendelea kumshuhudia Kristo, haijalishi mateso ambayo alijua yatatokana na ushuhuda huo, lakini alikubali kuteseka ili Kristo apate kutukuzwa. Hivyo mwana wa Mungu, tuna kila sababu ya kuendelea kumtukuza Kristo. Waliotutangulia hawakuogopa kumtukuza Kristo, hawakuogopa kushuhudia matendo makuu ya Mungu ili watu wapate kuokolewa. Matendo ya Mitume sura ya 3, ukisoma kuanzia sura ya 3 yote, inaanza na habari za Yohana, Petro na Yohana wakienda hekaluni, habari za kuponywa kwa yule kiwete. Lakini sura ya 4 inaongea matokeo baada ya watu kushuhudia kile ambacho kilichotendeka kwa yule kiwete, na ni mtu ambaye walimfahamu, kwa sababu wote walioingia katika hekalu lile liitwalo Mlango Mzuri walimshuhudia mtu yule, na watu wa mji yule walimshuhudia mtu yule, kwa sababu hakuwa mtoto mdogo, alikuwa mtu mzima, na alianza kuwekwa katika mlango ule miaka mingi. Kwa hiyo alikuwa ni maarufu. Ushuhuda ule ulipoenea kwamba ameponywa, watu wengi walimjia Kristo, lakini makuhani waliinuka wakaja. Kwenye sura ya 4, utasoma kwenye sura ya 4 na ule mstari wa 1 hadi wa 5. Kwa sababu ya ushuhuda huo, Petro na Yohana walipelekwa gerezani, kwa sababu waliendelea kushuhudia kwamba aliyemfanya mtu yule awe mzima ni Kristo. Hiyo iliwagharimu mateso ya kupelekwa gerezani. Hivyo mwana wa Mungu, yako mateso yanayotokana na kushuhudia Kristo, lakini mwisho wa mateso hayo ni utukufu kwa wale wanaoshuhudia, kwa wale wanaoteswa, na utukufu kwa Mungu wetu. Ni heri uteswe kwa ajili ya haki kuliko kuteswa kwa ajili ya maovu. Ndivyo neno la Mungu linavyosema. Kwa sababu tunapoteswa kwa ajili ya haki ni kwamba tunaonewa, lakini tunapoteswa kwa ajili ya maovu ni adhabu ya kile ambacho tulichokitenda, ni mshahara wa kile ambacho tulichokitenda. Ina maana kwamba tunastahili. Mtu anayefanya maovu anastahili hukumu, lakini anayesimama katika kweli na haki ya Mungu anapoteswa, Mungu anakuwa mtetezi wake, kwa sababu anaonewa. Ndio maana anastahili thawabu kwa Mungu, na ni heri sana tuteswe kwa ajili ya haki. Ushuhuda tunaoshuhudia unapoleta mateso kwetu, tutapokea thawabu. Usiogope mateso yatokanayo na ushuhuda wa Kristo. Wengi wamerudi nyuma, hawawezi, na Kristo akasema wale watakaomwonea yeye aibu, naye atawaonea aibu mbele za Baba yake. Tunamwonea Kristo aibu kwa sababu tunajua kwamba yako mateso yatakayotokana na kushuhudia yale anayoyasema. Kuna mateso ya kutengwa, mateso ya kudharauliwa, kuna mateso ya kuonekana si kitu, lakini yote hayo tukiyafanya kwa ajili ya Kristo, Kristo atasimama upande wetu. Mpendwa wangu, ni asubuhi nyingine njema ambayo Kristo ametukumbusha tujue kwamba yako mateso yatokanayo na kushuhudia.
lakini tujipe moyo, tusiache kumshuhudia Kristo. Tuendelee wakati wote kushuhudia matendo makuu yake, ili siku moja tukapate thawabu, siku moja tukaurisi ufalme wa Mungu, siku moja tukamzalie Kristo matunda. Tunaposhuhudia matendo makuu ya Kristo, ndipo tunapomzalia Kristo matunda. Neno la Mungu limetuonyesha kwamba wengi walimwamini Kristo kupitia Lazaro, ile kuonekana kwake. Walipokuja wakaona yupo, wakamjia Kristo. Lakini pia kiwete alipoinuliwa, wengi walimwamini Kristo. Ukisoma Biblia inasema kwamba waliongezeka yapata watu 5,000. Tumshuhudie Kristo. Haijalishi mateso utakayoyapokea, lakini tuwe mashuhuda wa Kristo, ili Kristo atutukuze. Tukimshuhudia Kristo, tutadharauliwa na wanadamu, tutateswa na wanadamu, tutatengwa na wanadamu, lakini Kristo atatutukuza. Iwe asubuhi njema ambayo utachukua hatua. Yale ambayo yalikufanya usishuhudie, uyaweke kando. Kama ni aibu, uiweke kando. Kama ni kudharauliwa, uyaweke kando. Kama ni kutengwa, uweke kando. Uanze leo, uchukue hatua ya kumshuhudia Kristo, naye Kristo atakuwa upande wako, atasimama pamoja nawe katika mateso. Yeye atakuwa pamoja nawe. Mitume waliotutangulia waliteswa, kina Paulo walipigwa kwa mawe, lakini kwa sababu ya ushuhuda wa Kristo, Kristo aliwatukuza na waliendelea kumtukuza Kristo, wakaendelea kumshuhudia Kristo, wakaendelea kutangaza habari njema za ufalme, na watu wengi wakamjia Kristo. Leo tunasoma habari zao. Leo tunatangaza Paulo alifanya hiki, tunasema Petro alifanya kile, Yohana alifanya hivi. Ni kwa sababu walisimama, hawakuangalia mateso yatokanayo na ushuhuda, bali walimwangalia Kristo, na Kristo akawatukuza. Nawe asubuhi ya leo uangalie yale yatakayofanya Kristo atukuzwe, kwa sababu mateso yetu, Biblia inasema na imetabiri kwamba mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umuokoa na yote. Je, unateswa kwa ajili ya lipi? Au wewe unateswa kwa ajili ya maovu yako, lakini unasema kwamba ni kwa sababu nimemwamini Kristo? Tunapoteswa kwa ajili ya Kristo, Kristo atatutukuza. Lakini kama tunateswa kwa ajili ya kushuhudia maovu, tutapata mshahara wa maovu yetu. Mungu akubariki, uwe na asubuhi njema. Ukumbuke kwamba tunapoteswa kwa ajili ya ushuhuda wa Kristo, na yako mateso kwa ajili ya ushuhuda wa Kristo, lakini hayo yote iwe sababu ya sisi kuendelea. Tusikate tamaa, tusivunjwe moyo, kwa sababu Kristo yuko upande wetu. Amesema atakuwa pamoja nasi hata mwisho wa dahari, na wala hajawahi kuacha kutimiza agizo lake na ahadi zake kwa watu wake, kwa kuwa yeye yote anayoyasema anayatimiza. Aliyatimiza kwa mitume, na hata leo anaendelea kuyatimiza kwa wale ambao wamekubali kuteswa kwa ajili yake. Uwe na siku njema yenye baraka, na Mungu akupe neema, Roho wake aseme nawe ndani ya moyo wako, ili kile ambacho kilikutenga na kumshuhudia Kristo kiondoke leo, na uanze upya kwa utukufu wa jina la Yesu. Amen.